kwa majina, utuambie unaitwa nani, alafu utueleze pengine yale matukio ambayo tumeyaona katika bunge la kitaifa hivi majuzi, ambapo wengi ambao ni viongozi hapa Mlima Kenya wameweza kutolewa kwenye kamati za bunge kama wenyekiti. Itaweza kuaffect jinsi ambavyo nyinyi kama wana Mlima Kenya na viongozi wa kesho mtakavyofanya siasa yenu kuanzia sasa. Naam, kwa majina ni Wachira Kimuhu, mimi ni kijana wa hapa Nyeri, na kwa hiyo topic naweza penda kusema tunaona waliokuwa chairman wa komiti za bunge, waliokuwa wandani wa former deputy president wakiweza kungatuliwa na kuwekwa wandani wa ODM, waliokuwa sasa katika ile MOU imekuwa sign na Baba na Ruto. Hiyo inaashiria kwamba President Ruto ashamalizana na eneo la Mount Kenya na ameenda kushawishi eneo lingine ambalo Baba analiongoza. Na katika hii mchezo ya kisiasa tunaona kama President Ruto amemalizana na sisi, lakini sisi kama vijana wa Mount Kenya hasa tutatokea na tutaweza kupeana mwelekeo ambayo tutafeel kama hiyo serikali yenye itakuja itakuwa imetuaccommodate sisi kama wanarika. Na nyinyi vijana hamtakuwa mmengojea pengine kile chama ambacho kinatarajiwa kuannouncewa na aliyekuwa naibu rais? Tunakingoja hicho chama kwa hamu na gamu, tuweze kuona hiyo chama kama itakuwa inarithiki na itakuwa inaendanisha na mambo yetu ya vijana. Kama itakuwa inaendanisha na vile sisi vijana tunataka, hiyo chama tutaingia. Na kama itakuwa inaendanisha na yale mambo sisi kama vijana tunasema na tunataka, itabidi sasa sisi kama vijana tumesimama kindete na hatutatishwa na tutaenda na mwelekeo wetu. Na asante Wachira, wacha nizungumze na mwanadada hapa, karibu kwenye runinga ya Citizen. Pengine maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala wa siku yetu ya leo? Okay, kwa majina naitwa Liz Monene. Wacha niseme, kusema ukweli, uongozi wenye tuko nayo kwa saa hii Mount Kenya region, kusema ukweli ina affect youth. Kusema like sasa kuona like our president Ruto the way amesahau sisi Mount Kenya kwa hiyo handshake yenye walifanya na Raila Odinga. Kusema ukweli, kama sisi vijana haitufavor hata kidogo. Kusema ukweli, sisi kama vijana lazima tusimame kidete na tuseme ukweli. Sisi kama youths hakuna mahali hiyo handshake inatupeleka. Naam. Tusimamie hapo kwa sasa.